Kwa sasa hivi tupo kwenye msingi. Kwenye hii stendi yetu tunategemea kuwa na mabasi zaidi ya 40 kwa wakati mmoja, ambao mabasi yatakuwa hapa chini kuendelea. Baada tu ya hapo juu kutakuwa kuna stendi ya IC daladala ambazo zitakuwa zaidi ya 60. Baada ya hapo kutakuwa kuna bajaji zaidi ya 70. Kutakuwa kuna uwezo wa kupaki bodaboda zaidi ya 50. Kutakuwa kuna frame za maduka, kutakuwa kuna cafeteria. Kwa hiyo kutakuwa kuna uzalishaji wa ajira na tumeaccommodate kila sekta ambayo inahusika kwenye mambo ya logistics. Kutakuwa kuna sehemu za kukatia tiketi. Ndio hii ndio terminal building yetu na ndio hilo hapo mbele. Kuna lampu pale na ile pale Bukoba bus terminal itakopo kule mbele tulipoingilia. Hii ni sehemu ambayo watu watakopo wanapita moja kwa moja, itakopo ipo roofed kwa ajili ya mazingira ya Bukoba kuwa na mvua nyingi. Kwa mtu anaweza katembea kuanzia mwanzo mpaka mwisho kwenye kupanda basi bila kwenda kwenye shade. Popote pamefunikwa. Ndio, karibu mheshimiwa. Ninaloweza kuuliza labda inaweza kuwa sio la kwenu. Inaonekana hapa ni mlima landscaping leveling. Hamkuona kwamba inakuwa ni nafikiri labda la manispaa kwamba hiyo inaongeza gharama? Maanake nakumbuka wakati fulani tuna mradi mmoja tulipewa Kagera na Mama Samia wa shule ya vipaji maalum ya wasichana, mkaichukua Karagwe kwenye milima ambao foundation inazidi mara 2 na pesa haikutosha. Sasa mna uhakika kwamba kwa landscaping na hii hela ambayo imetolewa ya hapa itatosha? Haitatokea ile landscaping ikaongeza gharama kwamba labda tukafia katikati hela imekwisha? Hilo ndio ninalo wasiwasi nalo, kwa sababu wakati mwingine wanatoa ile pesa budget kwa maana walikuwa na maana kwamba eneo labda ni tambalale. Wewe ukaja ukakumbana na ukachagua eneo ambalo linahitaji landscaping na nini, na ndio unaanza foundation toka chini. Hilo sijui kama budget inatosha ama baadaye itafika huko katikati tuje tukwame. Maanake budget ikisha kwama basi ndio mradi umekwama. Sasa hilo na lenyewe ile changamoto ile, umekishaanza hela imekishaingia, huna la kufanya, lazima umekishavua nguo lazima uyaoge. Lakini tunabidi kujua kama limechukuliwa maanani ama alikuchukuliwa maanani katika budgeting ya toka awali. Na labda kitu kingine wanatuambia sasa hivi wamefikia asilimia ngapi katika huu mradi ambapo wamefikia sasa hivi? Maanake wako on the initial stage kabisa ya foundation. Mshauri, maana kule mwanzo ulituambia kabisa tulianzia hapa, tunatakiwa kwenda hapa na tutamalizia pale kwa timing. Hapa mko wapi? Kama nilivyosema hapo awali, huu ni mradi mmoja. Ulianza siku moja na unakamilika siku moja. Kwa muda ule uliopita mpaka sasa hivi ni miezi 9 kati ya 15 ambao ni 60%. Ukiweka kwa combine soko na huku ni 30% kwa ujumla. Mimi nataka huku. Kwa huku tupo 10%, kule tupo 50%. Kwa ujumla inakuwa 60%. Ukiweka average unapata average inakupa 30%. Kwa huku tupo 10%. Na kuhusu muda tu kwa 60%. Utekelezaji wa mradi tu kwa 10%. Kwa hapa hatuna changamoto ya fedha. Kule tulikuwa na changamoto ya maji, hapa tulikuwa na changamoto ya nini? Sasa hapa kama alivyoelezea hapo awali mheshimiwa mbunge, tulikuwa na changamoto kubwa 3. Namba 1 ilikuwa geotechnical investigation ya hapa. Tulibidi tufanye zaidi kujiridhisha, kwa sababu kilichokuwa kwenye initial report akiko tunaona kama kitakidhi mahitaji, kwa kinaongeza gharama. Sasa ili kupunguza tukaona tufanye assurance tena, tufanye utafiti wa udongo, na baada ya kufanya hivyo tukapata matokeo chanya, tukaweza kupunguza hata size za foundation. Kwa hiyo tukaweza kusave cost. Hiyo namba 1. Namba 2, kulikopo kuna changamoto ya plot area. Kwa hiyo design ilibidi na design bila kuathiri kilichokuwa kimepitishwa mwanzoni. Kwa hiyo na yenyewe ilichukua muda kidogo, na tukapata baraka kwa tukawaratibu kupitia ofisi ya mkurugenzi. Kwa hiyo baada ya kupata ile approval tumeendelea immediately baada ya pale. Changamoto ya 3 tu ndio hiyo hali ya hewa ambayo ni ya Bukoba, lakini namba 1 ni hiyo geotechnical na design review. Zingine ni za kawaida tu kama hiyo hali ya hewa ambayo tunajaribu catch up, kama kufanya kazi usiku na mchana, kuongeza mageng. Sasa hivi tunakuwa tuna geng karibia 4. Tunafanya production ya material kwa ajili ya kujiandaa kipindi cha mvua.
Ndio technical survey ile imetusaidia kupunguza gharama ya kile ulichokisema Mheshimiwa Mwenyekiti, ili kuhakikisha tunapunguza gharama na mradi mkandarasi ametuhakikisha kwamba utakamilika bila nyongeza ya pesa. Watumiaji wa fedha na wa kuhakikisha thamani ya fedha inapatikana kwa aliyeleta fedha, lakini kwa watumiaji ni sisi tulioko ambao ni watumiaji. Na maana swali langu likaenda bila kuwalazimisha wale wenye mabasi. Sababu sasa hapa itabidi tulazimishane. Sasa tumeona miji mingi wamelazimisha alafu wamegoma. Mwenyekiti umehitimisha vyema. Kila mmoja anatafuta kibanda chake huko anatulia, anaendelea. Sasa hii ambayo amesema mshauri wakati anasema kwamba tunatengeneza na ajira haziwezi kutengenezwa kwa sababu ile mabasi hayawezi kuja huko. Umesema vema, mmeshaanza, lakini hiyo changamoto ni vizuri sasa tukaitafutia ni jinsi gani ya kuyafanya mabasi yafike bila kuwalazimisha. Kulazimishana sio sehemu ya dira 2050. Dira 2050 ni yani kila kitu kinakuwa very automatic. Kwa popote ambako unapeleka mradi wananchi wanakupigia makofi. Sasa mnaweza mkao mnatekeleza mradi mkubwa huu 18 billion kwa soko pamoja na stendi, alafu wananchi wanatushangaa wasema waacheni tu. Sasa hilo si sawa ndugu zangu. Tusaidiane ambao tuko huku kwa wananchi wetu. Mkurugenzi pamoja na mheshimiwa mkuu wa mkoa upo kaka? Mheshimiwa mkuu wa mkoa, tuko nyuma kwa asilimia ngapi? 50. 90. Kwa asilimia 10. Kwa tuko chini ya asilimia 90 nyuma. Kwa hiyo mheshimiwa mkuu wa mkoa ni kuhakikisha hizo asilimia 90 wanafanya kazi usiku mchana na muda mwingine wanatafuta wanaojua wao, ili tuweze kufikia lengo, tuivute hiyo 90 angalau isogee kwenda juu zaidi, angalau by January iwe asilimia 99. Sababu January si ndio mwisho? By January iwe asilimia 99 tunahitimisha. Wakati hilo linafanyika, lazima liende sambamba na kufikiria mradi huu unaachaje kuwa ni mradi usio na tija kwa wananchi. Zile white elephant tumezichoka, hatutaki ziendelee kuwepo. Kwa tunataka mradi huu wananchi waupigie makofi. Mwenyekiti amependekeza labda hizo barabara nyingine za kuweza kuzifungua ili mabasi yaje moja kwa moja, tusiwalazimishe wananchi kuja huku. Yaani wao wafeel kuja hapa waseme asante serikali kwa kupata mradi huu mzuri.